tunaanza na jinsi ya kulogin. Leo tunataka tuelekezane jinsi ya kutumia router mpya, model mpya F6600P pamoja na mesh. Kwa hiyo tutaanza na jinsi ya kulogin. Kama kawaida tutaweka domain kwa njia kawaida. Hapa tutaweka username admin, password ni web at 0063 login kama kawaida. Then tutaenda kwenye upande wa WLAN setting. WLAN setting kama kawaida kwa ajili ya kuseti hizi configuration za wireless LAN configuration. Kama kawaida upande wa configuration zote ziko on. Kuna 2G pamoja na 5G. Kwa hiyo na hii router ni new model na support. Zile za zamani zile za Total Link zilikuwa zina support 2.4G pekee yake, lakini hizi za technology hii ni advanced wameweka pamoja na support ya 5G. Kwa hiyo zote ziko on. Na tukisema tuzime labda moja hii, basi tutakuwa tunatumia hii pekee yake. Kama tunavyojua 2G inakuwa na coverage kubwa, inakwenda umbali mrefu signal zake, lakini haina speed kubwa. 5G haiendi mbali sana, haina coverage kubwa, lakini speed yake ni kubwa sana. Kwa hiyo tunaona tofauti zake hizo. Kwa matumizi tunaweza kuchagua, na vifaa pia vingi vinatumia 2G. Vingi vya kizamani, teknolojia sasa hivi kidogo ina vitu vingi vinatumia 5G, lakini device nyingi, printer, computer na vitu vingine vingi bado vitakuwa vinatumia teknolojia ya 2G. Okay, hapo tunaacha zote zinafanya kazi ili mwenye kifaa chochote aweze kupata huduma. Tunaenda kwenye WLAN configuration kwa upande wa 2G. Hizi ndio configuration ambazo ziko kwenye upande wa 2G, ambazo leo tutaelekezana jinsi ambavyo tuna recommend ifanyike configuration kwa watu wa technical ambao wanaenda kufanya configuration kwenye router za wateja. Hizi ndio jinsi ambavyo tuna recommend configuration ifanyike. Utakapokuja kwa mara ya kwanza, hizi ni channel. Tutakuja kuelekezana huko mbeleni matumizi ya hizi channel. Hizi channel ziko tofauti. Hapa iko automatic. Hii channel utakuja kuona kwenye channel ndio kuna unaweza ukakuta kwamba mtu yupo kwenye mazingira ambayo kuna router nyingi au signal nyingi zinazotoka kwenye wifi mbalimbali. Zinakuwa zina interfere. Unaweza kukuta simu yako inasoma wifi 6 lakini wewe unataka connect kwenye wifi A, lakini zipo A, B, C, D, E mpaka F. Sasa hizi wifi zinakuwa na signal strength mbalimbali. Na zinakuwa na channel zake. Kwa unapokuwa kwenye channel, let's say channel namba 1, ukiwa kwenye hii channel, ina maana ile frequency zinakuwa zinatofautiana. Channel kulingana na channel hiyo. Sasa kwa hapa tuna recommend itumike auto. Tutakuwa tunafanya auto unless itokee mazingira yanahitaji tubadilishe channel, kwa sababu tunakuwa na interference ya signal. Hii interference ya signal kwa asilimia kubwa tumekuja kujifunza kwamba
ndio inayoathiri. Ushawahi kusikia mteja analalamika speed iko low? Ni kwa sababu ya vitu kama hivi. Configuration hizi zinaathiri pakubwa sana kwenye upande wa speed ya mteja. Kwa hiyo mafundi tunatakiwa mjifunze kupitia hii sehemu kwamba hizi configuration msizichukulie kirahisi. Hapa sasa hivi ziko auto, nadhani inafaa kwa sababu inarifaa ambapo tulifanya mwanzo, lakini hautaikuta siku zote hivi. Lazima ufunue hizi sehemu uangalie, je, configuration ziko hivi? Kama ziko hivi, basi utaziacha ziko hivi. Hapa utaacha ile auto, alafu mode nayo hizi mnaweza mkaingia kwenye mtandao mkasoma hizi teknolojia za wireless, zifanye generation mbalimbali kuanzia ya kwanza ili ilivyokuwa ina grow mpaka sasa hivi tuko kwenye generation ya AX. Sasa generation ya AX hapa unaona hatujaiweka generation ya AX. Sasa hii tutaweka kwenye mode ya hapa ambayo imecontain generation zote za wireless. Unaweza ukajifunza kutumia tu mtandao ukajua tofauti ya hizi generation, lakini hapa tutaweka hii ya AX ambayo ni generation hii imecontain generation zote including ya AX ambayo ni generation ya current generation recent. Country region tutaacha Tanzania. Bandwidth nayo mara nyingine unaweza ukaikuta iko 20 kwa 40, lakini weka auto, itakuwa inachagua yenyewe. Na SGI yenyewe unaiweka on, alafu beacon interval hii unaiacha hivyo hivyo 100. Unaweza ukasoma kwenye mtandao maana ya hizi beacon interval. Unaweza ukagundua kwamba beacon interval ni ile rate ya device, yani kwa millisecond imewekwa, ni rate ya device inavyotuma report kwamba kwenye device za watu kwamba kujionyesha kwamba iko ni wifi fulani. Kwa hiyo inavyojituma kwa watu mara ngapi. Yaani unapozima wifi ukiwasha unaona jina la wifi fulani hapa zimtio au jina fulani lililosave linaapia. Kwa ile interval rate by millisecond inapoapia kwenye device mbalimbali ndio hiyo Bitcoin interval. Hivi vitu vingi mnaweza mkapitia kupitia mtandao. Na transmit power tunaiweka maximum amani 100%, nataka iwe full. Baada ya hapo tuta apply tuonyesha hiyo data ni kwa saved. Tutaingia na kwenye 5G pia, na kwenye tutafanya configuration zake. Hapa tulifanya mwanzoni, kwa hiyo unaweza kukuta by default haiko hivi, inabidi uingie ukague ukiwa kama fundi. Naona channel za 5G ni nyingi, unaona tutakuwa na significance tofauti kulingana na channel utakayotumia. Kwa hiyo ni kutokana na mazingira yalivyo na signal za device nyingine ambazo zimemzunguka customer, ndio unaweza ukaamua uweke channel gani. Lakini kwa kuweka auto, kwa sababu device iko advanced, basi inajiset kwenye the best channel, inajiweka yenyewe kwenye best channel, inajichagua. Na kwenye mode ya wireless unaweka kwenye technology ambayo ndio recent technology AX, lakini kama kuna device ambayo haisupporti na hizi technology, iko technology zote mixed, unaweka mixed. Country Tanzania, bandwidth unaacha auto, SGI unaweka on, beacon interval 100, transmitting power na yenyewe 100. Baada ya hapo una apply na save data. Then baada hapo tunafanya SSID configuration. Hapa ndipo tunaposeti username na password ambayo kwa ajili ya mteja. Hii sasa unabidi umuulize mteja jina la wifi analotaka litumike, isome. Tutabadilisha hapa kwa upande wa 2G ambapo itakuwa iko on, tutabadilisha jina username, tutaweka username wa mteja anayohitaji tutumie, alafu na hapa tutaweka password. By default hizi
unazikuta nyuma ya device. Nyuma ya device, bottom of the device, utakuta kuna sehemu imeandikwa wireless password. Kwa mteja ukishamfanyia kwa mara ya kwanza, kabla hajabadilisha password, atakuta jina la wireless linaonekana kwa 2G, itaonekana hapa 2.4G. Password ambayo utaweka ndio ile ambayo inaonekana chini ya device. Utaona imeandikwa wireless password. Na 5G tuta set pia SSID, username na password. Utaingia hapa kwa 5G, utaiona, utabadilisha kulingana na mteja mwenyewe anavyotaka. Utamuuliza mteja wifi tuite vipi. Kwa kurecommend usitumie jina moja, tumia majina mawili tofauti, kwa sababu devices zingine zina support 2G, zingine hazina uwezo wa kusupport 5G. Password unaweza ukaweka moja, lakini jina username at least mojawapo likiwa linafanana, lakini mbele weka 5G ili iwe tofauti, ili uweze kujua uwezo wa kifaa cha mteja kinaweza kusupport hiyo 5G. Then baada ya hapo uta apply kwanza hii. Ukisha apply inaweza ikakutoa. Mara nyingi ukiapply hii ya 2G itakutoa, uta login tena upya. Baada hapo utarudi mpaka hapa, utaingiza tena username ya 5G na utaweka na password kulingana na mteja alipokuambia, uta apply. Baada ya hapo tayari unaweza ukarudi na ukaona wifi yetu hapa ndio hii hapa 2.5G. Still kuna hii ya 5G pia, tunaweza tukajiconnect katuomba password. Password yetu ndio hii hapa, alafu tukajiconnect kwenye ya 5G. Hapo ndo tunakuwa tumejiconnect kwenye upande wa 5G. Then configuration zingine, hivi vitu unaweza ukachunguza, ukaangalia power, okay. Kitu kingine tunaweza kuangalia ni topology. Topology tulionayo hapa, naona kuna hii ndio router yetu, lakini tulisema tutazungumzia mesh. Hizi ndio mesh. Mesh, tuna mesh mbili. Tunaelekea kwenye hizi ndio mesh device ambazo tumekuja nazo kwa sasa hivi, zitakuwepo kwa mteja ambaye atakuwa anatumia router ile ya zamani ambazo ndo zilikuwa zinakaa kwenye box hili. Kwa sasa hivi kama majengo tunavyoona kwa siku hizi, watu wana majengo ambayo ni makubwa. Mtu anaweza kawa analalamika hapati huduma vizuri, kumbe ameweka sebleni, anataka ifike chumbani. Unakuta mtu mwingine wana magorofa, siku hizi wanatumia magorofa, router ile ambayo imekaa sebleni haiwezi kutosha mpaka juu. Kwa sasa kampuni imeleta kuboresha zaidi, imeweka mesh ambayo imekuja kwenye maboksi haya, nayo ni ZTE. Kwa ni device by default. Ukiwasha tu hii mesh, ukishaiwasha moja kwa moja ina connect kwenye main, kwenye router ile ya main ambayo tutakuwa tumeiwasha pale. Kwa hiyo hii italinki na router yetu automatic. Utakapokuwa tu umeiwasha, ukiiwasha tu, mfano ukiwa umezima hivi, kwa hiyo hapa tukijaribu ku refresh, naona kwamba mesh
inchi moja inatakiwa inakuwa imezidi